kujua zaidi na zaidi mpaka leo nikaamua kuleta mada ya muendelezo ya mrundikano wa sumu mwilini. Ndio. Bila shaka ulikuwa umejipanga vizuri zaidi. Ya, siku zote tunazidi kuwafungua watu vitu gani ambavyo vinawasumbua. Ndio. Ambavyo wakiweza kuvishughulikia itakuwa ni chanzo cha wao kuwa na afya njema na kupunguza safari za kila siku kwenda kwa daktari huyu, kwenda kwa daktari huyu kila siku, kupoteza pesa bila kutafuta mzizi wa tatizo. Kwa hiyo tuko hapa kuwaelekeza, na kauli yetu mbiu ni kuhakikisha kwamba tunatatua mzizi wa tatizo na si kutibu dalili za ugonjwa. Kumekuwa na kawaida kwa sasa hivi kwamba kila unapopita, iwe ni social media, iwe ni kwenye TV, iwe ni barabarani, mabango ni mengi sana ya watu wa kuuza dawa kwamba wanatoa huduma ya kuondoa sumu mwilini. Bila shaka umeshawahi kukutana na wagonjwa ambao wana changamoto katika mwili wao kwamba wana sumu nyingi mwilini, si ndio? Ndio. Ni wengi, hata wewe mwenyewe unayeongea hapa yaweza kuwa una sumu nyingi mwilini, lakini hujitambui kama unazo. Kumbe inawezekana? Yeah. Basi bila shaka leo nitafaidi, na hata watazamaji pia na wafuatiliaji watafaidi sana kuhusiana na madai ya mrundikano wa sumu mwilini. Ndio. Tukianza kwanza kabisa, maana ya mrundikano wa sumu mwilini ni nini? Maana ya mrundikano wa sumu nyingi mwilini, maana yake ni kwamba una vitu ndani ambavyo sio sehemu ya mwili wako. Vitu hivi vimekuwa katika kiwango cha juu kupita katika kiwango ambacho hakidhuru mwili. Ndio. Kwa hiyo matokeo yake mrundikano wa hivyo vitu katika mwili wako vinaanza kujeruhi viungo vyako vya mwili na kuleta magonjwa katika sehemu mbalimbali za mwili wako. Magonjwa haya yanaweza yakatokea kwenye njia za hewa, yanaweza yakatokea kwenye ngozi, yanaweza yakatokea kwenye mambo ya uzazi, kwenye mfumo wa mkojo, katika sehemu mbalimbali, katika ubongo, yanaweza kaathiri moyo wako. Ndivyo ambavyo sumu za mwili zinaweza zikajipambanua kwamba ndani ya mwili wako umezidiwa na sumu nyingi. Ndio. Umesema hapo kwamba ni vitu ambavyo si sehemu ya mwili. Ndiyo. Ni vitu gani hivyo? Vitu hivyo ambavyo si sehemu ya mwili, na mwili huo umetengenezewa uwezo wa kuzitoa hizo sumu zitoke mwilini. Kwa mfano, hata mwili unavyokuwa unafanya kazi, huwa unatengeneza taka mwili. Kwa mfano, kinyesi ni taka mwili. Kwa hiyo kinyesi kisipotoka kinaleta athari katika mwili wako. Tutakupiga bomba ili kutoa kinyesi nje. Hivyo mwili unavyokuwa unafanya kazi, utengeneza kitu kinaitwa urea. Urea ni taka mwili ambayo inatoka kupitia mkojo. Isipotoka inarundikana mwilini mwako. Ndio. Mwili unatengeneza creatine. Creatine ni taka mwili ambayo inazalishwa wakati mwili unafanya kazi. Endapo hii taka mwili isipotoka ikirundikana katika mwili inakuwa ni sumu. Lakini pia mwili unapokuwa unafanya kazi, huwa unazalisha sumu zinaitwa free radicals. Ndio. Sumu hizi zinapokuwa zinazalishwa kwa wingi kupita kawaida, uwezo wa mwili kuziondoa, kuzifanya zisizuru mwili huzidiwa. Matokeo yake sumu zinatawala. Ndio. Umeona? Lakini pia tuna sumu tunazozipata kupitia kula vyakula. Kwa mfano, tuna metali nzito, kuna mercury, alafu pia kuna lead, kuna arsenic. Haya ni madini ambayo yanapoingia katika mwili wa binadamu huenda kuathiri shughuli za mwili. Ndio. Kwa hiyo kuna sumu pia tunazozitoa kwenye vyakula hivi vilivyosindikwa kwa kutumia kemikali mbalimbali. Hizo sumu zote zinaenda kuingia katika damu. Kwa hiyo tunaposema sumu zipo katika mnyambuo tofauti au mnyambuliko tofauti kama hivyo ambavyo nimekueleza. Mbali na hizo sumu ambazo umeshazitaja, je, sumu hizi ambazo zinarundikana mwilini zinatoka kwenye chanzo gani, au vyanzo vyake hasa ni nini? Vyanzo vya sumu ni vingi, lakini sumu zinaweza zikazalishwa mwilini, lakini pia sumu tunaweza tukazipata kupitia kunywa maji, kula vyakula,
vyetu vya kila siku, yani mtindo wa maisha yetu ya kila siku. Ndio. Dunia ya sasa ni dunia ya sayansi na teknolojia. Kila kitu ambacho unakutana nacho ni sumu. Umenielewa? Unatakiwa uwe makini sana na ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia. Sasa ngoja nizungumzie kuhusu sumu ambazo zinaathiri watu wengi sana nyakati za sasa. Ndio. Katika mwili wa binadamu kuna kitu kinaitwa cell, ambapo cell kwa kitaalamu is a basic unit of life. Ndio. Yani ndio matofali ambayo yanajenga mwili wa binadamu. Kwa sababu sisi madaktari tunaamini ya kwamba ukichukua seli ukaziunganisha tunapata kitu kinaitwa tissue. Ndio. Tissue ukiziunganisha tunapata organ. Organ ndo kama moyo, kama mifupa, umeelewa, kama ubongo, kama mapafu. Hiyo ni organ. Kwa hiyo organ ni muunganiko wa tissue. Umeelewa Halafu kitu kingine, ukichukua organ ukaziunganisha unapata kitu tunakiita system. Ndio. Mfumo wa fahamu, mfumo wa ubongo, mfumo wa fahamu ikiwemo ubongo, nevu za fahamu, ikiwemo mfumo wa uzazi, umeona, mfumo wa mifupa na misuli, umeona, mfumo wa upumuaji, mfumo wa chakula. Hiyo tunaita mifumo. Hii mifumo imetokana na muunganiko wa organi zaidi ya moja. Ndio. Zimeungana pamoja. Kwa hiyo ukichukua mifumo ukaiunganisha pamoja, unapata kitu kinaitwa binadamu. Ndio. Kwa hiyo wewe hapo ulipokaa umetokana na cell. Seli zimeungana tukapata kitu kinaitwa tissue. Ndio. Tissue zimeungana tukapata kitu kinaitwa organ. Organ zimeungana tukapata kitu kinaitwa mfumo. Ndio. Mifumo. Mifumo ikaungana tukapata kitu kinaitwa binadamu. Sawa. Kwa hiyo uhai wa binadamu unaanzia kwenye cell. Kwa cell is a basic unit of life. Sawa. Ina maana kwa lugha nyepesi, seli katika mwili wa binadamu ni sawa na matofali katika nyumba yako. Ndio. Matofali ndo yanayojenga nyumba, ndo yanayosimamisha nyumba. Na sisi seli zetu ndo zinazo tuwezesha sisi tuwe binadamu. Kwa maana hiyo bila seli hakuna mwanadamu. Hakuna uhai. Is a basic unit of life. Kingine ni kwamba seli za binadamu zinapokuwa huwa zinazalishwa kila sekunde, na zikishazalishwa zinajispecialize. Zinajispecialize maana yake zinabobea. Kwamba kuna sehemu kwamba hizi seli ni changa. Zinapofikia sehemu fulani zina specialize. Kuna seli za koo, kuna seli za uzazi, kuna seli za ubongo, umeona, kuna seli za njia za hewa. Ndio maana unaweza kupata kansa ya koo. Umeona, tunajuaje kwamba hii ni kansa ya koo? Kwa kutumia sampuli ambayo tumeimega kutoka kwenye mwili wako. Tutajua kwa sababu zile seli zitaonekana hizi ni seli za sehemu gani. Kwa seli huwa zimejispecialize. Tunasema cell differentiation. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba ukisoma elimu ya cell ndo utaweza kujua wapi maradhi yanapoanzia. Ndio. Sasa tuchukue mfano. Seli yoyote katika mwili wa binadamu huwa ni taasisi inayojitegemea. Ndio. Ni taasisi inayojitegemea. Taasisi hii inayojitegemea huwa yani ni sawa kama sisi binadamu. Baba utatokea, utatengeneza familia yako. Ndio. Lakini kadiri siku zinavyoenda, baba utafikia miaka 110. Sasa umri wako ushaenda. Utachoka. Utaexpire, utafariki. Umenielewa? Ndio. Na seli za binadamu huwa ni familia inayojitegemea kwenye mwili wako. Inakuwa ikifika muda fulani imekuwa too old, inatakiwa itoke kwenye mfumo. Kuna namna ambavyo mwili huwa unatoa seli zilizozeeka. Ndio. Tunasema hiyo ni programmed cell death. Apoptosis. Ni programmed cell death. Yani seli zinaondolewa zile ambazo ni kuukuu. Sasa kila sekunde inapodunda, mamilioni ya seli hutengenezwa, na mamilioni ya seli
huwa zinakufa. Ndio. Umenielewa? Ila sasa inatakiwa hivi, kama unakuwa, seli zinazotengenezwa zinatakiwa ziwe nyingi kuliko zinazokufa. Sawa. Umenielewa? Lakini watu wengi unajikuta sasa tunapofika kwenye umri wa kuzeeka, seli zile zinazokufa ni nyingi kuliko zinazotengenezwa. Ndio maana ukipata mgonjwa wa kisukari ambaye ni mzee, mwili wake kurejuvenate, yani kujifanyia matengenezo, inachukua muda kuliko kijana mdogo. Ndio. Umenielewa hadi hapo? Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba katika mwili wa binadamu kuna kitu kinaitwa cell. Seli ni idara inayojitegemea. Seli huwa inakuwa, ikishazeeka inatakiwa itoke kwenye mfumo. Ndio. Sasa seli hii huwa ina idara inayojitegemea. Sasa huwa inatengeneza nishati katika mwili wa binadamu. Nishati hii inatengenezwa ndani ya seli ya binadamu. Tuchukue mfano. Hii taasisi yetu ya Ensemble Healthcare. Ndani ya hii taasisi kuna kitengo ambacho ndipo wagonjwa wanaonana na daktari. Ndiyo. Kwenye hicho chumba ambacho daktari anaonana na wagonjwa, hicho chumba ni special. Ndio. Umeona? Hasa kile chumba tuchukue ndo kitu kinaitwa mitochondria. Mitochondria ni idara katika seli ya binadamu, ndani ya seli ya binadamu. Hii idara kazi yake huwaga ni kuzalisha nishati ya mwili. Inapatikana ndani ya seli. Ndani ya seli. Sawa. Na kuna kitu kimoja cha kushangaza ambacho wewe pia unaweza hukijui. Iko hivi. Sel, alafu ndani ya seli ndo kuna mitochondria. Lakini unaambiwa kwamba mitochondria huwa ina DNA yake. Alafu na seli ina DNA yake. Yani inakuwa kama vile mitochondria ni kiumbe kinachojitegemea kilichovamia ndani ya seli. Unaona? Ndio maana tunaambiwa kwamba mara nyingi nucleic material ambayo ni DNA na RNA ambazo ziko kwenye mitochondria ya binadamu yeyote huwa tunazirithi kutoka kwa mama. Kwa hiyo genetic materials ambazo ziko kwenye mitochondria ya seli ya binadamu huwa tunazirithi kutoka kwa mama, sio kwa baba. Kumbe. Kwa unapoambiwa tupime DNA na RNA, huwa tunapima ile ya seli. Lakini ile DNA ya mitochondria ile huwa tunairithi kutoka kwa mama. Kwa mama. Kwa maana mama kama seli zake za mwili ni nyepesi kuathirika na vyakula fulani, au kwao na mama kuna kisukari, kuna shinikizo la damu, kuna maradhi sugu yale ya lishe, ni rahisi sana mtoto huyu kuyakwaa yale magonjwa kwa sababu tunarithi DNA kutoka kwa mama ile ya mitochondria. Tuachane na huko. Lakini nilichotaka tu kukizungumza hapa ni kwamba mitochondria ni powerhouse of the cell. Ndipo ambapo tunazalisha nishati. Hasa madarasa ya form 2 tulijifunza ya kwamba ili seli ya binadamu iweze kuzalisha nishati toshelevu ya kutosha, tunahitaji oxygen. Ndio. Lakini pia cell inaweza ikazalisha nishati bila oxygen. Ukizalisha nishati bila oxygen unapata nishati kidogo. Lakini ukizalisha nishati na oxygen unapata nishati nyingi. Kwa mwili wa binadamu unahitaji oxygen ya kutosha ili uweze kuzalisha nishati ya kutosha. Sasa seli ya binadamu kadri inavyozidi kuchakaa kutokana na aina ya vyakula unavyokula, uwezo wa kuzalisha nishati ya kutosha hupungua. Ndio. Seli ya binadamu kadri ambavyo inapokea oksijeni chache, ndivyo ambavyo utazalisha nishati kidogo na utatengeneza sumu nyingi. Ndio. Kuna kitu kinaitwa
free radicals, reactive oxygen species. Haya ni mabaki ya oksijeni ambayo huzalishwa wakati mitochondria inafanya kazi ya kuzalisha nishati. Ndio. Sasa seli inapokuwa na uchakavu mkubwa, seli inapokuwa na kiasi kidogo cha oksijeni, seli yako inazalisha sumu nyingi hizi ambazo zinajeruhi mwili pale ambapo mwili usipoweza kuziondoa hizi sumu. Mwili umetengenezewa mfumo wake wa kuziondoa hizi sumu zinazozalishwa wakati mitochondria inafanya kazi. Ni sawa na wewe una kiwanda kinafanya kazi. Kama ile mota inafanya kazi sana, lazima kuwepo na namna ya kuipoza ile mota. Ndio. Mimi napenda pikipiki. Pikipiki imewekewa namna ambavyo engine inatakiwa kupozwa. Kunaweza ikawa inapozwa na maji, mfumo wa maji, coolant, au inaweza ikawa inapozwa na feni. Mfumo wa feni. Pikipiki nayo ina feni? Ina feni pembeni ambayo inapoza engine isiwe inachemka sana. Ndio. Umeona? Sasa kama mfumo, labda chukue mfano engine ni kubwa labda ya pikipiki ya BMW. Sawa, ule mfumo wa maji unajikuta kwamba hauwezi kuipoza vizuri mashine kama wewe unatembea mjini, hautembelei masafa. Ukitembelea masafa, ule upepo unasaidia pia kuipoza engine. Ndio. Kwa hiyo kuna vitu kwenye engine ya pikipiki vinaitwa sensor. Sasa zile sensor zitakuwa zinaungua mara kwa mara kwa sababu joto litakuwa kali. Ndio. Hivyo na mwili wa binadamu. Kuna kitu kinaitwa mitochondria kiko ndani ya cell. Kazi yake ni kuzalisha nishati. Ndio. Sasa inapotokea kwamba seli zako zinazeeka haraka, inapotokea kwamba seli zako hazipati oksijeni ya kutosha, kwa sababu ya miundombinu ni mibovu inayopeleka oksijeni. Ndio. Kwa hiyo matokeo yake mwili wako utazalisha mabaki ya oksijeni mengi. Haya mabaki ya oksijeni yanapokuweko katika kiwango kidogo ni protective, yanalinda dhidi ya vivamizi kama infection. Lakini yanapokuwepo katika kiwango kikubwa kilichokithiri, hali hiyo huathiri mwili wa binadamu. Hizi sumu zinaporundikana katika mwili na kuulemea uwezo wa mwili kuziondoa, hizo sumu huanza kujeruhi viungo vyako vya mwili. Hujeruhi magoti na kusababisha joint kuuma. Hujeruhi njia za hewa na kusababisha asthma au allergy sugu. Hujeruhi ngozi na kusababisha pumu ya ngozi yenye kuwasha. Hujeruhi ubongo na kusababisha usaulifu na ubongo kupoteza uwezo wa kungamua mambo vizuri. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba tuna sumu ambazo huwa zinazalishwa kadiri mwili unavyofanya kazi. Kwa wewe hapo ulipo, mwili si unatengeneza nishati automatiki. Kwa mwili unazalisha haya mabaki ya oksijeni. Sasa uwezo wa mwili kuondoa hayo mabaki ya oksijeni ukilemewa, hapo tunasema mwili wako umezidiwa na sumu. Ndio. Sumu pia tunazipata kutoka kwenye vyakula. Kwa mfano hizi free radicals tunazipata pia kwenye vyakula. Mfano umechukua mafuta ya alizeti, pamba, soya, mahindi. Ndio. Yakaa yanatokota pale. Yale mafuta yanapokuwa yanatokota kwenye moto mkali, kumbuka mafuta ya mbegu za mimea hayana ustahimilivu mkubwa kwenye moto wakati wa kutokota. Ndio maana mafuta ya mbegu ukiyaweka hata katika ubaridi wa 10 degrees centigrade, mafuta haya yanayeyushwa na lile joto, kwa sababu mafuta ya mbegu tunayaita ni polyunsaturated fat acid, ni mepesi kuyeyushwa na joto hata dogo. Sasa mafuta ambayo yanayeyushwa na joto dogo, maana yake ni dhaifu kwenye joto kubwa. Sasa tunachukua haya mafuta tunakaangia chipsi, tunakaangia kuku, tunakaangia samaki, tunakaangia nyama, masoseji, mandazi, sambusa. Sasa chakula kinapokuwa kinatokota kwenye mafuta ya mbegu, kile chakula kinafyonza yale mabaki ya oksijeni ambayo tunaita free radicals. Kwa lugha nyingine ni kwamba free radicals ni
reactive oxygen species, ni mabaki ya oksijeni yenye tabia ya kujeruhi viungo vya mwili. Kwa mafuta yanapokuwa yanatokota yanazalisha hizo sumu. Sasa zile sumu zinakuwa sehemu ya chakula kile kinachotokota kwenye mafuta ya mbegu. Wewe unakula. Kwa hiyo unapokula vile vyakula, wewe unafurahia chakula kitamu. Lakini zile sumu zinaenda kubaki kwenye damu. Sasa uwezo wa mwili wako kuziondoa zile sumu, ukilemewa, tunasema mwili wako uko kwenye oxidative stress. Maana yake ni kwamba sumu ni nyingi kuliko antioxidant. Antioxidant ni vitu ambavyo viko ndani ya mwili wako, ambavyo vinasaidia kuzinasa hizi sumu na kuzizuia zisizuru mwili wa binadamu. Ni kama viondoa sumu. Viondoa sumu. Kwa mfano mwili waga unatengeneza kitu kinaitwa glutathione. Glutathione huenda kunasa hizi sumu na kuziondoa. Yani glutathione ina detox damu yako automatic. Ndio. Lakini pia mwili waga una kitu nakiita catalase. Catalase ni enzymes ambazo pia huwa zinasaidia kuzibadilisha zile sumu ziende kwenye harmless form, zisizuru mwilini mwako. Ndio. Umeona? Kwa hiyo kiufupi pia kuna kitu nakiita madini, kwa mfano zinki, vitu kwa mfano selenium. Haya ni madini ambayo huwa yananasa sumu katika mwili wa binadamu. Lakini pia kuna vitamins. Kwa mfano vitamini D, vitamini C, hivi ni vinasa sumu ambavyo vina detox damu, vinaenda kunasa hizi sumu ambazo zinatoka kwenye mavyakula haya ya kukaanga. Yes. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba kwenye mwili wa binadamu kuna mfumo ambao unatusaidia mwili usizongwe na sumu. Ndio. Sasa kuna vitu pia ambavyo huwa vinafanya huu mfumo unaofanya mwili usizongwe na sumu unakufa. Na matokeo yake sumu zinafanya nini? Zinarundikana. Lakini pia kuna mfumo wa maisha ambayo nimeyasema, hasa kula vyakula vilivyokaangwa, unasababisha sumu kurundikana. Na watu tunapenda sana. Yes, lakini pia nimekueleza pia kwamba endapo mwili wako haupati oksijeni ya kutosha, au seli zako za mwili zimefubaa, kwa hiyo mwili unazalisha sumu nyingi kupita kawaida. Lakini pia kuna uvutaji wa sigara. Watu wanaovuta sigara, ni mvuta bangi, mvuta sigara, hii pia husababisha mrundikano wa sumu nyingi sana. Tafiti zinaonyesha kwamba pafu moja, yani ile tu ukivuta hivi ukameza moshi mara moja, kiasi cha sumu unachoingiza kwenye mwili, sisi Wasukuma tunasema hazihesabiki. Hazihesabiki. Labda graphics designer atatuwekea hapo kwenye screen ili waone kwamba je, per one inhalation mtu anapovuta sigara anaingiza kiasi gani cha sumu. Sasa mtu anakuja anakuambia mimi nina kisukari, mimi nina pumu, mimi nina matatizo ya joint, mimi nina tatizo la hisia za tendo la ndoa, nataka nipone lakini mimi navuta sigara. Unaweza vipi kupona wakati kila siku unaingiza sumu nyingi kwenye damu kuliko uwezo wa mwili kuziondoa zile sumu unazoziingiza? Ndio. Kwa watu wengi damu yao ni chafu. Hiyo ni aina moja ya sumu. Lakini kuna sumu zingine tunaziita metali nzito. Metali nzito. Yes, heavy metals. Ili jipya ile. Yes, metali nzito ni metali ambazo zinapoingia katika mwili wa binadamu, katika kiwango fulani zinavuruga na kusimamisha shughuli za mwili zisienende katika ustaarabu au katika kiwango kinachotakiwa. Umesema zinavuruga? Yes, zinavuruga. Kwa mfano, mwili ukilemewa na metali nzito, kwa mfano lead, mwili ukalemewa na metali nzito, kwa mfano mercury. Kwa wale ambao hawaelewi vizuri kwamba, chukua mfano mercury, ukichukua ile thermometer, ile thermometer ya kupimia joto, mle ndani waga kuna maji yanacheza. Au ukichukua ile pima maji, mle ndani kuna maji yanacheza. Ile ni mercury. Inatokana na nini? Mercury ni madini ambayo yanaweza katengenezwa katika mfumo wa liquid.
Umeelewa? Inakuja katika different forms, lakini katika mfumo wa liquid ndo hiyo inatumika katika teknolojia kutengeneza vitu vingi sana. Ndiyo. Sasa kuna mercury, kuna lead, kuna arsenic. Hizi haya ni madini ambayo yanatumiwa katika teknolojia ya viwanda. Umeelewa? Kutengenezea vitu vya kisasa. Umeelewa? Kwa hiyo tunapoenda kuteketeza mfano mabetri, tunavyoenda kuteketeza hivi vifaa vya hospitalini, hivi vifaa vinavyoenda kuteketezwa, kuna sumu pia zinazotokana na vile vifaa vinavyokuwa vinateketea. Ndio maana kuna utaratibu namna ya kuteketeza vifaa vya hospitalini au vifaa vya teknolojia ambavyo vimezeeka. Ndiyo. Yes. Mara nyingi naonaga huwa wanapelekaga sehemu special. Kuna sehemu special kabisa, au tuseme kwamba taasisi zinazohusika na mambo ya afya huwa wanakusanya vile vifaa, wanapita kwenye hospitali. Kuna kifaa chochote kibovu ambacho haukitumii, ndio ninacho, kuna namna ambavyo inatakiwa kuteketezwa. Lakini inakuja tu swala lazima ni kwamba wanateketezea wapi, na baada ya kuteketeza mvua ikinyesha yale mabaki yale yanaenda wapi? Na hatujawahi kujua. Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana tutakuja tujifunze wakina nani wako hatarini kuzidiwa na metali nzito. Ndio. Umenielewa? Kwa hiyo kiufupi tu ni hivyo, lakini pia kuna dawa hizi ambazo wanatumia kuua wadudu. Ndio. Dawa za kuulia wadudu shambani, dawa zile ambazo wanazitumia kufanyia fumigation. Leo tunakuja kufanya fumigation kuua mende wote. Ndio. Umenielewa? Badala sisi kijijini kulikuwa na maua fulani hivi, tulikuwa tukienda tunachukua yale maua, tunakuja tunaloweka kwenye maji, alafu usiku tunafanya nini? Jioni ile saa 12 tunanyunyizia kwenye ukuta, mbu wote wanakimbia. Waona, ilikuwa ni njia asili ya kuweza kuwakimbiza mbu. Maua gani hayo daktari? Tupeane siri. Sikumbuki, nitamuuliza bibi yangu alichokuwa ananifundisha. Lakini sasa hivi tuna dawa za mbu, tunapulizia. Umenielewa? Unatoka ukirudi unavuta ile hewa. Mle soma zile ingredients zilizotumika kutengeneza hayo madawa. Kwa hiyo kila kona unapogusa kuna metali nzito. Kila kona unapogusa kuna metali nzito. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba metali nzito ni madini yanapoingia katika mwili wa binadamu yanaenda kusimamisha shughuli za mwili zisienende inavyotakiwa. Kwa mfano mercury, lead, arsenic, haya ni madini mazito yanapoingia katika mwili huenda hata kusimamisha uwezo wa mwili kuondoa sumu mwilini. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukazidiwa sumu mwilini kwa sababu ule mfumo wa kudetox damu, wa kusafisha damu yako, ule mfumo umezuiliwa usifanye kazi na metali nzito ambazo unazo katika damu yako. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukawa unakula vizuri lakini bado unashangaa mwili wako hauenendi vizuri. Kwa kuna wakati tunatakiwa tufikirie kuna kitu gani kingine ambacho kiko ndani ya damu yangu ambacho kinaweza kaa kinaathiri mwenendo wa afya yangu, ikiwemo metali nzito. Watu ambao wako hatarini kulemewa na metali nzito ni kwanza kabisa mtu yeyote anayefanya kazi katika maduka ya pembejeo za kilimo. Anakutana na madawa ya kwenda kuulia wadudu. Umeelewa? Zile mbegu tu zenyewe za kupanda, labda mbegu za vyakula zimekuwa treated na madawa. Unacheza na madawa kwa kukamata na kwa kunusa. Huyo yuko hatarini. Lakini mtu yeyote anayefanya kazi katika viwanda vya kuexport haya labda mercury, lead, metali nzito zozote ambazo wanafanya export, kuna makampuni ambayo huwa yanachimba madini haya na kuyasafirisha. Kwa kama mtu anafanya kazi katika mazingira kama hayo yuko hatarini.
Lakini pia mtu yeyote anayefanya kazi anaingia kwenye magodown ya kuhifadhia mazao labda ya msaada nini, yuko hatarini sana na yeye kupata shida. Lakini mtu yeyote pia anayefanya kazi katika makampuni yanayodili na madawa ya kwenda kuulia wadudu yuko hatarini sana, hasa wanaofanya kazi labda kwenye fumigations nini. Kuna umuhimu wa kuchunguza afya kwa kina. Lakini pia mtu yeyote ambaye anaishi kando ya sehemu au miji ambayo wanachimba dhahabu. Kwa sababu dhahabu inapokuwa inaoshwa inaoshwa kwa kutumia mercury, inasafishwa kwa kutumia mercury. Sasa mvua inaponyesha zile mercury hutiririka wapi? Hutiririka kwenye vyanzo vya maji. Ndio. Tunaelewa. Kwa hiyo yale maji unapoyanywa unaweza kuwa unayanywa maji ambayo yana heavy metals. Umeelewa? Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba tumejawa na sumu nyingi. Changamoto iliyopo pia hata vipimo vya kuweza kupima kama mwili wako umezidiwa na heavy metals. Hii teknolojia imeachwa nyuma. Kwamba tumejikita kwenye teknolojia kwamba tuna maviwanda. Ndio. Unaona? Unaweza kashangaa sasa hivi tuna viwanda vya kutengeneza nondo. Vipo vingi tu hapa Tanzania. Yes, tuna viwanda vya kutengeneza nondo. Nondo unachukua yale mavyuma chakavu yanayeyushwa. Sasa kuyeyusha hiyo hayo mavyuma chakavu mpaka uje utengeneze nondo. Umenielewa? Kwa hiyo kuna kemikali zinazotumika kufanya hilo zoezi. Sio moto tu kwani? Kuna kemikali zinazotumika kufanya hilo zoezi. Sasa hicho kiwanda kinapo operate, sewage system yake ikoje? Na maji tunayokunywa yanatoka wapi? Umeelewa? Kwa hiyo teknolojia inavyozidi kuongezeka ndivyo tunavyozidi kutengeneza uhatari wa afya zetu. Umeelewa? Sasa changamoto inakuja ni kwamba basi teknolojia zinapokuja, binadamu anavyozidi kuwa more smarter, anavyozidi kuwa na akili ya kuwaza mbali au akili nyingi ya kuweza kugundua vitu, tunatakiwa pia na huku kwenye sekta ya afya tuongeze juhudi. Lakini ninavyoona ni kwamba hamna focus hasa kwenye sekta ya afya kwamba sasa huyu mtu ameathiriwa na utandawazi wa viwanda. Ndio. Huyu ameathiriwa na utandawazi wa kilimo. Sasa hivi tunaletewa mbegu za kisasa. Huyu ameathiriwa na utandawazi. Sasa hivi tuna dawa za kuulia mbu manini. Sasa utandawazi uliomuathiri huyu mtu tunawezaje kumtibu kwenye damu yake? Hapo ndo changamoto. Sijawahi kujua hili. Kwa hiyo sumu hizi tunazozungumzia, sumu zipo nyingi. Nimekupa mfano free radicals, nimekupa mfano metali nzito. Umeelewa? Hizi ni sumu ambazo zinaingia direct kwenye damu. Mimi zamani sisemi sana lakini natoa tu mfano. Nilikuwa niko na practice katika hospitali moja ambayo ina wagonjwa wengi sana. Kwa hiyo nikakutana na mgonjwa mmoja alikuwa na damu ilikuwa inasoma 7. Sasa alitakiwa kufanywa operation. Kwa hiyo wakamwambia tunahitaji kukuongezea damu. Ndio. Yule mgonjwa aligoma sana. Kwa nini? Aligoma sana, anasema mimi dini yangu hainiruhusu kuongezewa damu. Kwa hiyo yakaja masuala ya imani. Kwa hiyo madaktari walijadili mwisho wa siku akasema kama nyie mnaona mimi nahitaji kufanywa operation, damu yangu iko 7 na mnaona kwamba it's not emergency, niacheni damu yangu iongezeke, mtakuja mnifanyie operation. Nipeni dawa za kunywa. Au kama mnaona it's emergency, nifanyeni hivyo hivyo, Mwenyezi Mungu atabariki. Aligoma kuongezewa damu. Hapo kama naona madaktari akaambiwa sign, akasign. Of course kuna vitu vingi sana kwenye damu ya binadamu. Free radicals, intoxication. Wewe una allergy muda wote, mafua muda wote, kifua kinakubana. Ni mchafuko wa sumu zilizoko katika damu yako. Mwili unapambana nazo. Umeelewa? Una heavy metal intoxication.
umejaa metali nzito, kila kitu kwenye mwili wako, kinga ya mwili imesimama inapambana na zile metali nzito. Level of chronic inflammation iko juu, mapigano kwenye mwili na kinga ya mwili yako juu. Sasa huyu mtu anataka kukuongezea damu. Hapo tutapimwa hepatitis, itapimwa HIV, vitapimwa vitu ambavyo ni basics. Alafu mwisho wa siku unawekewa hiyo damu. Kwa hiyo of course kuna mambo ambayo hufanyika kwenda kusafisha damu, lakini worry wengi pia huwa ni hiyo. Umeona? Kwa hiyo kiufupi tu ninachotaka kusema mimi sio kwamba mtu akatae kuongezewa damu, lakini ninachomaanisha kwamba maradhi mengi ya binadamu yako kwenye damu. Ndio maana mtu leo hii anakuja anabanwa kifua, alitarajia apimwe kipimo ambacho kinaangalia uwezo wa mapafu yake kuvuta hewa na kutoa hewa, kwamba efficiency ya mapafu. Lakini hapo unapima tu kwamba kwa kiwango gani mapafu yako yameathirika na zile sumu zilizoko kwenye damu. Umeelewa? Kwa sababu kuna mpigano kati ya kinga ya mwili na zile sumu zilizoko katika damu. Kwa hiyo ninapokupima kiasi gani cha hewa inatoka, carbon dioxide kiasi gani inatoka na kiasi gani ya oksijeni inaingia, na pima labda ufanisi wa mapafu yako. Hapo najisumbua na dalili na matokeo ya ugonjwa. Lakini nikitaka kukupima nijue kwa nini mapafu yako hayavuti oksijeni ya kutosha. Kwa nini mapafu yako hayatoi carbon dioxide nje. Basi ninachotakiwa kufanya ni kuchukua sampuli yako ya damu, niangalie kitu gani kinachokusibu huku kwenye mishipa yako ya damu, kwenye damu, ambacho kinaleta tafrani kwenye mfumo wa hewa. Hapo ndipo nitakuwa nadhibiti tatizo. Nikizitoa zile sumu zilizoko kwenye damu yako, kinachotokea ni kwamba kinga yako ya mwili itapoa, yale mapigano yanayoelekezwa kwenye njia za hewa yataondoka, matokeo yake ufanisi wako wa mapafu utaimarika. Kwa hiyo mtu mwingine anakuja anaumwa magoti, anashangaa kwamba alitarajia apimwe x-ray, apimwe MRI, vipimo ambavyo vimeshazoeleka, apimwe vipimo kama hivyo. Lakini wewe unachukua sampuli ya damu, unaenda kumpima kuangalia kama goti lake linaathirika na nini. Umeona? Yeye siku zote amekuwa akizunguka hospitali na hospitali, anapimwa x-ray, anaambiwa hiki kiko hivi, hiki kiko. Hayo ni matokeo ya ugonjwa. Ugonjwa uko kwenye damu. Sawa kabisa. Ndio. Kwa maelezo hayo Dokta, sasa hebu tuambie ni dalili gani ambazo mtu akiziona ajue kwamba akili yake gonge kengele, akimbie mapema sana katika kituo cha afya, kwamba inawezekana ni viashiria vya mwili wake umejawa sumu nyingi? Nikuambie kitu kimoja. Binadamu wengi huwa wanauelewa mdogo sana, hasa katika magonjwa sugu. Mimi huwa natamani sana niweze kufanya hii elimu kila mtu aweze kuipokea, kwa sababu watu wanapoteza pesa nyingi sana. Ndio. Mtu unakuta anatibu shinikizo la damu, kumbe chanzo ni sumu nyingi kwenye damu. Ndio. Mtu unakuta anatibu tatizo la uono hafifu, kumbe tatizo ni sumu nyingi kwenye damu. Mtu unakuta anatibu tatizo la asthma, kifua kubana, kumbe tatizo ni sumu nyingi kwenye damu. Ndio. Mtu unakuta anatumia kila aina ya skin care, ananunua skin care 280,000, 300,000, laki ngapi, lakini kumbe shida ni sumu nyingi kwenye damu. Uso wake kila siku umejaa rashes, ngozi yake kila siku allergy haijawahi kukoma. Hiyo yote ni kwa sababu sumu nyingi zimejaa kwenye damu. Ndio. Mtu unakuta kila kukicha magoti yanamsumbua, amefanywa total knee replacement, lakini nyonga tena imeanza. Hiyo yote ni sumu nyingi zimejaa kwenye damu. Ukutana na wagonjwa ambao wana kisukari, tafiti zinaonyesha kwamba ukidetox damu yake, sukari inarudi normal. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba mtu yoyote ambaye ana dalili ambazo hazielewi,
na siku zote amekuwa akizitafutia ufumbuzi, imekuwa ni ngumu kwake. Atambua kwamba mwili wake uko kwenye msongo wa sumu nyingi. Kuna vitu ambavyo huwa vinaashiria. Kwa mfano, mtu yeyote mwenye shinikizo la damu, ndio unapopandwa na pressure, ujue ya kwamba kuna uwezekano mkubwa mwili wako unaweza ukawa na sumu nyingi kwenye damu. Kuwa na kisukari, uwezekano mkubwa mwili wako una sumu nyingi kwenye damu. Ndio. Kuna utafiti mmoja ulifanywa nadhani na daktari bingwa aliyekuwa anatafuta ubingwa chuo kikuu cha Muhimbili. Huyu daktari alikuwa anaangalia level of oxidative stress kwa wagonjwa ambao walikuwa na attend diabetic clinic Muhimbili. Na alikuwa anaangalia pia level of oxidative stress kwa wafanyakazi wa Muhimbili ambao walikuwa sio diabetic. Alichokuja kugundua kwamba wagonjwa wengi ambao walikuwa kwenye dialysis, wagonjwa wengi ambao walikuwa na vidonda viponi, wagonjwa wengi ambao walikuwa ni vipofu, wagonjwa wengi ambao walikuwa na complications za kisukari, mili yao, damu yao ilikuwa na kiasi kikubwa cha sumu nyingi. Sumu kwenye damu. Katika hitimisho la utafiti wake kule kwenye discussion, kwenye conclusion yake akasema hivi: wingi wa sumu ambazo ndo free radicals, ambao ndo oxidative stress, umesababishwa na sukari kutokudhibitika. Kudhibitiwa vizuri mwilini. Yes, kwa sukari isipodhibitika vizuri, mwili unazalisha sumu nyingi. Hapo dokta, kabla hatujafika mbali. Hiyo kitendo cha mwili kudhibiti sukari kipoje? Hebu tueleze ili na utawafuatilia. Yaani inamaanisha kwamba labda mtu ni mgonjwa mwenye kisukari. Alafu sukari hajaidhibiti, inasoma juu 10, 15, 20, 15, 20. Kwa mwili unakuwa unazalisha sumu nyingi. Zile sumu nyingi zinapokuwa zinazalishwa ndani ya mwili ndo huwa zinaenda kuathiri macho, zinaenda kuathiri figo, zinaenda kuathiri mishipa ya damu, moyo na kadhalika. Ndio. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba mtafiti huyu alihitimisha akasema ya kwamba kuna haja ya kuwaelekeza wagonjwa ya kwamba usipodhibiti sukari vizuri, damu yake itajaa sumu. Ndio. Na hizi sumu ndo zinazoathiri nini? Mwili. Ndio maana mgonjwa anaweza akaja kwangu akaniambia, daktari, nina asthma, daktari, nina tatizo la ngozi, daktari, nina tatizo la upungufu wa hisia za tendo la ndoa, najihisi mwili wangu goigoi na uchovu usioisha. Daktari, naomba unisaidie, naweza vipi kutibu hili tatizo? Nimeona kwamba unaweza kanisaidia kusafisha hizi sumu zoko katika damu, niwe vizuri, niwe clean. Namwambia of course tuna uwezo wa kudetox damu yako, lakini lazima niangalie kwanza maradhi gani yanayosababisha hizi sumu zirundikane. Ndio. Nikishayaona haya maradhi, nitakupa miiko ambayo inazuia kuendeleza uharibifu. Halafu huu uharibifu ambao umeshatokea ndo tutibu. Ndicho ambacho tumekuwa tukifanya. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana shinikizo la damu, mwenye kisukari, mwenye pumu ya kifua, pumu ya ngozi, mtu yoyote ambaye ana upungufu wa hisia, ana allergies zisizokoma, matatizo hayo yote yanasababishwa na mwili kuwa kwenye msongo wa sumu katika damu. Sawa dokta. Lakini katika dalili hizo, je, ni mambo gani mengine ambayo yanaweza yakatokea kibiolojia endapo mwili umejaa sumu nyingi? Kama nilivyosema mwanzo kwamba sumu hizi zinapoingia katika mwili huwa zinaonekana kama yani kibaka ameingia ndani. Zinaathiri kila aina ya kiungo chako katika mwili wa binadamu. Hivyo huwa zinaenda kuathiri mwenendo wa kila kiungo katika mwili wako kisienende vizuri. Actually huwa zina lengo za kulemaza kiungo chochote kwenye mwili wako na kusababisha ulemavu wa kudumu, hata kifo. Nishawahi kupata mwanafunzi mmoja alikuwa anafanya mtihani wa form 4.
Akashangaa tu kalamu hawezi kuishika. Anakuwa kama mgonjwa mwenye cerebral palsy. Kama wale watoto ambao unakuta alipata ulemavu wakati mama anapush, hakupata oksijeni ya kutosha, ubongo ukaumia, kwa akaa kama vile yani akaparalyze miguu, mikono. Sasa anakuwa na hyperactivity za namna hiyo, cerebral palsy. Sasa nikapata yule mgonjwa yuko vile, yule mtoto. Nilivyoletewa yule mtoto nikamfanyia check up vizuri, nikaangalia na alikuwa na upungufu mkubwa sana wa vitamin D, lakini nilivyoangalia level of chronic inflammation ambayo ndo ina indicate ya kwamba mwili wake uko kwenye msongo wa sumu, nilikuta ziko juu sana. Tukaanza kudetox mwili wake. Sasa hivi anatembea vizuri, kwa sababu hata kutembea ilikuwa ni shida, kwa sababu ilikuwa kama vile anataka kuparalyze. Anatembea anashika ukuta au apewe fimbo atembelee, mtoto ambaye yuko form 4. Lakini sasa hivi ashapata nguvu zake, anacheza mpira, yuko vizuri baada ya kuwa tumedetox damu yake. Kwa maana hiyo changamoto hii inaweza kumpata mtu yoyote endapo tu hajajikinga na vile vihatarishi. Cumulatively sumu zinavyorundikana zina madhara, zinaenda kusimamisha shughuli za mwili. Unaweza kushangaa wewe uko mzima hapa una paralyze ghafla tu bila ajali. Umenielewa? Na bila shaka hata wewe mwenyewe pia umeshakuwa shuhuda. Vifo vya ghafla, vifo ambavyo havitarajiwi vimekuwa vingi sana. Watu wengi unashangaa pressure inapanda tu 200 from nowhere. Ndio. Heavy metal, metali nzito zinapo accumulate katika kiwango fulani, toxicity yake, kinga yako ya mwili naona hizo metali hazitaki kukaa kwenye mwili. Kwa kinga yako ya mwili inasimama kupambana na zile metali nzito. Kwa ule mpambano unaweza kusababisha kukosa pumzi, unaweza kusababishia wewe unashangaa una uchovu wa kudumu, kutembea pale huwezi. Ndio. Unaweza kusababishia wewe kupata kisukari, unaweza kusababishia wewe kupata stroke. Umenielewa? Hayo yote yanasababishwa na sumu nyingi kwenye damu. Lakini sumu za chips, unashangaa tunaambiwa fulani alikuwa anakosa pumzi tu, afu akafariki. Umeona, wanapima vipimo vyote kuangalia labda mishipa ya damu imeziba, ya moyo, wanapima kuangalia labda kuna shida kwenye mapafu, hamna kitu. Kila kitu kiko clear. Na pia katika uchunguzi kama unavyosema kwamba mtu anaangaliwa mapafu, sijui moyo, anakuta hamna kitu. Na mara nyingi basi inawezekana mtu anaenda hospitali, anapima tu malaria, anapima UTI, anapima damu, anaambiwa hakuna tatizo. Na nikuambie kitu, dalili moja hapo kubwa kabisa kwamba damu yako imelemewa na sumu nyingi. Wengi wanajitafsiri kama wana malaria sugu. Wengi wanajitafsiri ya kwamba wana UTI sugu, kwa sababu kila wanapoenda hospitalini kile kinachowauguza kinakoswa. Wanaambiwa tutumia basi hizi dawa za malaria, tumia basi hizi dawa za UTI. Kumbe ndani ya mili yao wamelemewa na sumu zinazotokana na mavyakula ya kukaanga. Ndani ya mili yao wamelemewa na sumu zinazotokana na metali nzito kurundikana mwilini. Ndani ya mili yao wamelemewa na sumu zinazotokana na sigara. Ndani ya mili yao wamelemewa na sumu zinazotokana na makemikali mbalimbali ya madawa ya kuulia wadudu kwenye mazao. Kwa hiyo mili yao au damu yao ina sumu nyingi, inahitaji kusafishwa. Sasa changamoto inakuja kwamba tunaweza vipi kuisafisha damu? Hatuwezi kuichukua damu tukaiweka pembeni tukaweka water guard. Haliwezekani. Yes. Kwa hiyo na changamoto nyingine inakuja kwamba daktari anayekuhudumia anaweza akawa haamini kama damu ikiwa na metali nzito nyingi inaweza ikakufanya ukao unapumua vile. Ndio. Damu ikiwa na metali nzito nyingi inaweza ikakufanya wewe ukawa mwili wako unawaka moto na ganzi zisizokoma. Ndio. Damu ikiwa na metali nzito na sumu nyingi kwenye mwili wako inaweza ikasababisha wewe ukawa na pumu, ukawa na pressure, ukawa na kisukari, ukawa goigoi kitandani. Daktari anaweza akaa haamini hayo. Kwa mpaka umpate daktari anayeamini katika hilo, alafu akufanyie uchunguzi
wa kina akiwa amefocus kwenye hilo jambo. Sawa kabisa. Isee daktari, bila shaka umewafungua wengi pamoja na mimi ambaye nilikuwa sijui kabisa kuhusiana na metali nzito, na pia nilikuwa sijui kabisa kama mtu unawezekana ukiwa na malaria sugu unajitafsiri na UTI sugu. Kumbe shida ni moja tu, damu imelemewa na sumu. Mimi nikisikia tu mtu anakuambia ni daktari, mimi naumwa mwili wote, yani shida kuamka kitandani tabu, hii misuli yote inaniuma. Yani daktari tabu. Yani sijui niseme naumwa wapi. Kila kona naumwa. Nikisikia hivyo nakwambia, yani kila nikienda hospitali naambiwa malaria, naambiwa UTI. Sasa malaria gani hii haiishi? Na kweli yani mwili wangu haujawahi kutengamana, dawa zote hizo ninazotumia. Kumbe kuna mambo mengine ambayo daktari hayachunguzi. Wamepima figo zote nzima, ini nzima, moyo uko vizuri, nimefanya kila aina ya vipimo, lakini kwa nini mwili wangu unauma hivi? Au unakuta mtu ameenda hospitali ameambiwa huna tatizo lolote ila una mchafuko kwenye damu. Ili nalo lipoje? Huwa nakutana na wagonjwa wengi wananiambia, daktari, nimeenda hospitalini, wamepima kila aina ya vipimo, hawajakuta kitu chochote, lakini walipopima full blood picture wameniambia nina infection kwenye damu. Infection kwenye damu hii anayozungumzia kwenye full blood picture anamaanisha nini? Kwa kitaalamu ni ugonjwa unaitwa septicemia. Septicemia ni infection kwenye blood. Yani unakuta kuna bakteria kwenye blood. Na hiyo huwa tunapima kwa kutumia full blood picture. Unaweza kaangalia elevation ya white blood cells. Lakini pia huwa tunatumia kipimo kingine kinaitwa ESR na CRP. Hivi ni vipimo ambavyo tunaangalia infection load, kiasi cha maambukizi kwenye damu. Lakini sina shida na namna ambavyo ametafsiri, lakini huwa tunatafuta chanzo cha hiyo infection imeingiaje. Imeingiaje hiyo infection, imeingiaje mpaka kwenye mwili wake? Mzizi wake nini? Kama mtu ana kidonda cha kisukari, halafu napima full blood picture na ukuta white blood cells ziko juu, utasema ana septicemia because ana source of infection. Umeelewa? Labda mtu yuko ICU kalazwa, amewekewa catheter, amewekewa NGT, kitu cha kulia, anakuwa anachoma sindano za kuweka dawa. Sasa zile traumatic procedures anazofanyiwa kama tiba zinaweza zikacontribute yeye kupata infection kwenye blood. Ndio. Hapo sawa. Hatuna mjadala. Lakini wengine mtu yuko anatembea vizuri, anaenda kupimwa full blood picture kwa sababu white blood cells anazikuta ziko juu, anaambiwa wewe una infection kwenye blood. Anapigwa dawa, ndani ya muda kidogo tena infection kwenye blood. Huyo hana infection kwenye blood. Kwa sababu white blood cells zinaweza zikapanda hata kama wewe mwili wako una heavy metal intoxication. Metali nzito zinapokuwa nyingi kwenye damu yako. White blood cells zinaweza zikapanda kama wewe mwili wako uko kwenye oxidative stress. White blood cells zinaweza zikapanda. Ndio maana mimi huwa napenda sana mgonjwa wangu nimfanyie kipimo ambacho kinapima chronic inflammation markers. Na huwa nampima baada ya kujihakikishia kwamba kwenye mkojo hakuna shida, hana malaria yoyote, hana source of infection, hajaumwa mafua hivi karibuni. Sasa huyu mgonjwa kwa nini inflammation markers ziko juu, viashiria ya kwamba kuna kitu kibaya kinaendelea kwenye damu? Kwa nini iko juu? Tunarudi kwenye mavyakula, sumu zilizoko kwenye damu. Kwa wagonjwa wengi wanaoambiwa wana infection kwenye blood, huwa wana kitu kingine tu. Inaweza kuwa ni sumu zinazotoka kwenye mavyakula ya kukaanga. Inaweza ikawa ni sumu zinazotokana kwenye mazingira yoyote yanayokuhatarisha na metali nzito. Inaweza ikawa ni sumu zinazotokana na vitu ambavyo vinatumika kuua wadudu. Kwa hiyo sasa ni sumu gani? Inaweza kuwa ni uzito umekithiri. Kwa hiyo unavyoenda hospitalini ukipimwa unakuta inflammation markers ziko juu.
inaweza ikawa una ugonjwa ndani ya mwili wako unaendelea, aidha ni kisukari kilichojificha au maradhi yoyote yanaendelea kwenye mwili wako. Yale maradhi ndo yanajipambanua kwa kuona kwamba white blood cells zinapanda. Kwa hiyo ukiona white blood cells kwenye full body picture iko juu na unaambiwa ni infection kwenye blood, na wewe ukijiangalia hauna source of infection yoyote, unatakiwa uchunguze kwa kina kujua chanzo ni nini. Sawa kabisa. Nikurudishe hapo nyuma kidogo. Umesema kwamba hata vyakula pia vinaleta sumu kujaa kwenye damu. Ni vyakula vya aina gani? Naomba utufafanulie, kwa sababu bila shaka natamani watu pia mimi na watazamaji natamani wajue zaidi. Watu wengi damu yao imejaa sumu nyingi. Na ndio maana hawaishi kulalamika mafua yasiyokoma, allergies zisizokoma, matatizo ya allergy ya ngozi, matatizo ya uchovu wa kudumu, udhoofu wa mwili, matatizo ya joint na mifupa. Matatizo hayo yote yanasababishwa na mwili kujaa sumu nyingi kwenye damu. Ndio. Na hizi sumu zinatoka katika vyanzo tofauti, lakini katika vyakula inachangiwa hasa na ulaji wa vyakula vya kusindika. Kwa sababu tunaposindika tunatumia kemikali ambazo zinafanya chakula kiwe fresh, kisiharibike muda mrefu. Ndio. Kwa hiyo usindikaji huo lazima tutumie kemikali. Tunasema ya kwamba hizi kemikali zinazotumika ziko katika kiwango ambacho yani ni salama. Kwa mfano, labda nikupe mfano. Wale watu wanaoishi Singida, watu wanaoishi Moshi, kwa nini meno yao yanakuwa ya njano? Wanasema maji sijui. Yanasema maji kwa sababu yale maji huwa yanatibiwa na kitu kinaitwa fluoride. Sasa fluoride, wengine huwa wana fluoride sensitivity. Ile dozi ambayo inaonekana wewe haikudhuru meno yako yakabadilika kuwa njano, lakini kuna mwingine meno yake yanabadilika na kuwa njano. Ndio. Mnashangaa familia moja, mwingine meno yake sio njano, mwingine meno yake ni njano. Kwa hiyo mwingine ni fluoride sensitive hata katika dozi ndogo. Kwa hiyo hata hizo kemikali zinazowekwa kwenye mavyakula inachangia sana mwili kulemewa na sumu nyingi kwenye mwili wako. Lakini pia ulaji wa vyakula vya kukaanga. Vyakula vya kukaanga, chakula kinapokuwa kinatokota kwenye mafuta mengi, huchangia sana mwili kulemewa na sumu. Ndio. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie chakula hiki kimekaangwa na mafuta gani? Chakula hiki kimesindikwa, unakula andazi, limesindikwa na nini? Yaweza kuwa yule aliyekuwa anasindika mandazi, mafuta yalikuwa yanatokota ya lita 40. Mandazi yanadumbukia mle, yanatokota, yanatoka. Yanadumbukia mle, yanatokota, yanaondoka. Yanaachwa, yanapoa, kesho kutwa tena yale mafuta mpaka yakinyauka yanaongezwa tena lita zingine. Hivyo na wachoma chipsi, wanavyotukaangia chipsi, kuku, samaki. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe makini na vyakula hivyo, haya makundi makubwa mawili, vyakula vya kusindika na vyakula vya kukaanga. Kwenye upande wa vyakula vya kukaanga hapo bila shaka hata wamama wa majumbani umewagusa, kwa sababu unakuta mama jikoni ana kidumu chake special. Kama ni cha kukaangia samaki au cha kukaangia kuku. Unakuta siku ya kula kuku anamimina, amemaliza kukaanga anarudisha kwenye kidumu. Hilo ni tatizo kubwa sana la familia wengi hapa Tanzania. Mimi nataka kusema hivi. Ni kweli tunahamasisha watu mafuta ya mbegu ni mazuri, lakini tafiti hadi sasa hivi zinasema ya kwamba mafuta ya mbegu yanayotokana na alizeti, pamba, soya, mahindi si mafuta mazuri tena kwa mtu ambaye ana inflammatory diseases. Inflammatory diseases ni magonjwa ya mzio sugu kwa ndani, ikiwemo shinikizo la damu, matatizo ya magoti, kuvimba na kuuma na kukauka maji, matatizo ya pingili za mgongo, matatizo ya allergy sugu, pumu ya ngozi, pumu ya kifua. Matatizo hayo yote kwa pamoja yanaweza kutatulika kwa kuacha kutumia mafuta ya mbegu. Kwa sababu mafuta ya mbegu yanatuathiri kwa sababu hizi kuu mbili. Kwanza, yana kitu kinaitwa omega 6. Omega 6 ni aina ya mafuta ambayo tunayapata kupitia kula tu, huwa yatengenezwi na mwili. Tunasema ni essential fats. Sasa kinachotokea ni kwamba mwili wako unapokuwa kwenye msongo wa sumu,
mwili wako unakuwa kwenye allergy sugu. Sasa yale mafuta ya omega 6 yanaenda kuongeza ule mzio. Kwa hiyo kama wewe una tatizo la mwili kuwa kwenye msongo wa sumu, alafu kama unatumia mafuta ya mbegu, utakuwa kama vile unachokoza ule ugonjwa unazidi. Hata kama umejificha. Au mfano, chukua mfano labda mtu anaumwa magoti. Chukua mfano labda mtu anaumwa shinikizo la damu. Chukua mfano labda mtu anaumwa pumu ya kifua, pumu ya ngozi, alafu akawa anatumia mafuta ya mbegu, anachokoza ile hali inakuwa iliyokithiri zaidi. Hivyo mafuta ya mbegu ni dhaifu kwenye moto, wakati anatokota yanazalisha sumu nyingi. Kwa hiyo mama yoyote anayechukua mafuta ya alizeti, anakaangia samaki, anayaacha yanapoa, anayachuja tena, anakaangia tena na tena, anazidi kurundika sumu nyingi kwenye damu na anahitaji kusafishwa damu yake. Ndio. Sijui tutapona wapi. Mambo yamekuwa yanashika hivi. Tunaweza tukasema ni kwamba tumeacha asili yetu. Mafuta mazuri yalikuwa ni mafuta ya vyakula vyenyewe vyenye mafuta. Ukila vyakula asili, nyama ina mafuta, kuku ana mafuta, vyakula vingi vina mafuta yake asili, au uhitaji kutafuta mafuta. Kwa hiyo inapofikia tu unakula chakula ambacho unaanza kutafuta mafuta yako wapi, ujue wewe hauko kwenye track nzuri, haujui vyakula gani ni salama katika mwili wa binadamu. Sawa kabisa. Tukirudi kwenye mada yetu ya mrundikano au msongo wa sumu mwilini. Kumekuwa, kama nilivyosema hapo awali, kwamba kumekuwa na matangazo mbalimbali na watu mbalimbali wamekuwa wakifanya huduma za kuondoa sumu mwilini, ikiwa ni pamoja na kutoa dawa ambazo zinamfanya mtu kuharisha, kwa maana ya kwamba zitasaidia kuondoa sumu mwilini, au unakuta mwingine anakunywa dawa ambazo zinamfanya atapike. Kwa hiyo kitendo cha kutapika ni sawa na kutoa sumu mwilini. Je, ni kweli au matibabu hayo yapoje? Iko hivi. Unapokunywa labda sumu au unavokula kitu kibaya, kabla hakijaingia kwenye damu, tukakupa kitu kinachokutapisha, ndio tutakuwa tumenusuru hiyo sumu isiingie kwenye damu. Kwa sababu sumu ya kunywa. Na uiwahi kabla sumu haijaingia kwenye damu. Ndio. Kwamba ikiwa tumboni, tukupe kitu kinacholeta tumbo la kuvuruga. Alafu ukifanya nini? Ukiharishe au ukitapike. Maana yake tunaongeza kasi ya mjongeo wa utumbo, ili kukiflash haraka kile chakula, usifyonze ile sumu. Ndio. Umenielewa? Lakini njia nzuri ya kuweza kuondoa sumu iliyopo kwenye damu sio njia ya kukuharisha wala kukutapisha. Kwa sababu kitu chochote kinachokuharisha na kukutapisha hakishughuliki na zile sumu zilizoko kwenye damu. Ndio maana hata hospitalini tukitaka kupunguza hata kiasi cha sumu ya nyoka, huwa tunafanya nini? Tunachukua drip, tunaweka drip. Tunapunguza ukali wa sumu ambayo inafanya pressure ishuke. Kumnusuru huyu mtu asife. Ndio. Kwa hiyo tu kiufupi ni kwamba sumu zinazotokana na ulaji wa vyakula vya kukaanga, chipsi, kuku wa kukaanga, samaki wa kukaanga kwenye mafuta ya dhaifu, mafuta ya mbegu, hizi sumu haziwezi kuondoka kwa kukuharisha au kukutapisha. Lakini daktari, na sumu zinazotokana na uvutaji wa sigara haziwezi kuondoka kwa kukuharisha au kukutapisha. Ndiyo. Na sumu za kula vyakula vya kusindika, kwa mfano umekula labda vitu vilivyosindikwa kwa kutumia kemikali, masoseji, manini, sumu hizo haziondoki kwa kukuharisha au kukutapisha. Kwa hiyo sumu hizi tunazozungumzia zinaingia kwenye damu na zinakuwa sehemu ya mwili wako. Ndiyo. Kwa tunachotakiwa ni kutafuta kitu ambacho kitaenda kuzishughulikia hizi sumu zilizoko kwenye damu. Ndio maana wanga nashangaa mtu anakuambia, mimi nakula tu chips leo, afu kesho nitakunywa dawa ya kuharisha. Naenda kunywa sijui nini tea, detox tea. Ni upotevu wa muda kujidanganya ya kwamba akinywa yale majani ya kwenda kumharisha ataenda kuharisha. Au mwingine anasema nitachukua maziwa, nitachukua na chumvi, nitakoroga chumvi kali, nitaharisha, sumu zitatoka. Sumu tayari ziko kwenye damu, basi kamue damu iweke pembeni.
Utaka kuuliza swali gani? Nimekumbuka kitu. Kuna wengine bwana, nimewahi kusoma sehemu kwamba mtu anatoa sumu kwa njia ya kupitisha nyaya kwenye miguu. Na mwingine eti anatengeneza smooth ambayo itamsaidia kudetox na kuondoa sumu mwilini. Je, na pia njia hizo zinaweza zikafua dafu au bado? Of course, kwa mfano wale ambao wanaunganisha nyaya wale ni teknolojia ambazo, kwa sababu tunachoangalia ni kwamba zile sumu ni nini? Zile sumu huwa ziko charged, yani zina charge, yani tuseme ni negative charge. Kwa hiyo wanachokifanya, wanafanya kwamba okay, tuchukue kitu ambacho ni positive charge, tuziattract, tuzivute hizi sumu, lakini kiwalisia efficiency yake ni ndogo sana. Ufanisi wa hicho kitendo ni mdogo sana. Kumbuka sumu ziko kwenye nini? Kwenye damu. Yes, kwenye damu. Kwa hiyo hizo ni juhudi. Lakini kwa hao wanaotengeneza smoothie, of course smoothie inaweza ikasaidia, lakini ngoja nizungumzie kitu kimoja. Kwa mfano, watu wengi sasa hivi wanatumia, kuna kitu kimoja kinaitwa mwani. Mwani unalimwa sana Zanzibar. Sasa hivi wanatengeneza sana mwani. Sasa mwani umekuwa popular sana sasa hivi. Unajua Watanzania wengi wana grab sana information, baada hapo inakuwa popularized. Kwa sasa hivi mwani uko kwenye headline. Kama kipindi cha nyuma kulikuwa na mayai ya kware. Mayai ya kwale mazuri, yanaweka cholesterol vizuri, sukari vizuri. Yalikuwa maarufu sana, watu wakawa wanafuga kwale. Kwa hiyo sasa hivi imekuja mwani. Kwa nini mwani imekuwa maarufu? Kwa sababu mwani ni moja ya kitu ambacho kinatumika kwenda kuextract madini na vitamin nyingi kutoka kwenye ule mwani. Kwa hiyo wao wataalamu viwandani wanapokuwa wanatengeneza supplement, wanatafuta kitu ambacho kina virutubisho vingi. Alafu wanatoa tu ile kitu kinachoponya. Makapi wanaacha. Wanatoa tu ile active ingredient iliyopo kwenye hiyo. Kwa mfano unaposema papai lina kitu kinachofanya papai liwe na rangi hiyo. Hicho kitu kinaitwa lycopene. Embe lina kitu kinaitwa lycopene. Nyanya ina kitu kinaitwa lycopene. Sasa hatuna maana ule nyanya jagi. Hatuna maana kwamba ule nyanya debe. Ndio. Kitaalamu zinachukuliwa nyanya, tunaenda kuextract au kuvuna kile tu kinachoitwa lycopene. Vingine tunaacha, alafu hiyo lycopene ndo tunatengeneza supplement ya lycopene. Tunasema kunywa lycopene miligram 500. Kunywa lycopene miligram 10. Umeelewa? Kwa hiyo kumbe hata huo mwani wanaovuna, Wachina walikuwa wanakuja wananunua makontena na makontena, una export, wanapeleka wapi? Huko China kwenda kutengeneza virutubisho, kwa sababu wao wana viwanda vya kuweza kuvuna active ingredients. Sasa watu wengi wanasema, kwa nini naenda sana China? Kumbe hii ni dawa hii nzuri sana. Wakaanza mwani. Of course ni vizuri, unaweza kaitumia kama inasaidia mtu kuacha kula mkate na chapati, umeona, na chai. Kwa hiyo sasa hivi anaamka na mwani. Of course it's good, lakini uwezo wa kunywa virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye mwani katika kiwango ambacho ni therapeutic, unahitaji unywe mwani debe zima. Yaani unatakiwa unywe mwani kiasi kikubwa, sio kijiko kimoja. Sio vijiko viwili. Kumbe. Yes, ili uweze kufikia therapeutic effect. Kwa mfano mtu anaweza kusema, "Dokta, unanipa mafuta ya omega 3 miligramu 1400 ambao ni vidonge viwili. Je, nikitaka kupata omega 3 DHA na EPA natakiwa nile samaki wangapi?" Unatakiwa ule samaki wengi. Je, uwezo wa kumudu kununua samaki unao? Hapana. Umeona? Umeona? Kwa hiyo inabidi tu utafute kitu ambacho kiko concentrated na kitu unachokitaka. Ndio. Sio kama unanipata hapo. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba mtu anayetengeneza smoothie
of course anapata kitu chenye virutubisho, lakini hawezi kufikia kiwango cha yeye kumtibu kama tayari ameshaathirika na sumu nyingi kwenye damu. Ndio. Kwa kiufupi tu kwamba mtu ambaye tayari ameshaathirika maana yake tayari ni mgonjwa. Lakini kama yeye anajikinga na sumu nyingi kwenye damu, badala ya kwenda kutumia vitu ambavyo viko contaminated na sumu nyingi, ila anaamua kuamka na smoothie labda ya parachichi na tango na nini, it's okay, no problem. Kwa ajili ya kujikinga. Yani kiufupi tu waga nasema kwamba tukiadapt lifestyle nzuri ambazo zinatuzuia kuwa contaminated na sumu, ni jambo jema sana. Sawa kabisa. Ndio. Katika kujikinga hapo, naomba utuongezee pia, je, kwa mtu ambaye anatamani mwili wake usipatwe na msongo wa sumu katika damu, anaweza akatumia vitu gani au ni mambo gani anaweza akafanya ili kujiepusha na hiyo changamoto? Kiufupi tu ni kwamba tujitahidi kuepuka uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara ni kitu kibaya sana, kwa sababu pafu moja tu la sigara linaingiza sumu nyingi sana kwenye damu. Hivyo kusimamisha shughuli nyingi katika mwili wa binadamu zisifanye kazi vizuri. Kitu kingine ni matumizi ya vyakula vya kukaanga. Hakuna kitu kibaya kama ulaji wa vyakula vilivyokaangwa. Ndio. Vilivyokaangwa kwenye mafuta ya mbegu. Sasa ikiwa mtu tayari amesha kumbana na changamoto hii ya mwili kusongwa na sumu katika damu, wewe daktari mganga mfawidhi Nsambo Healthcare, mgonjwa anapofika kwako huwa unamtibu kwa njia gani, au ni namna gani ambayo utamsaidia mgonjwa ambaye tayari mwili wake umeshasongwa na sumu katika damu? Cha kwanza kabisa huwa tunafanya vipimo kwa kuchukua sampuli ya damu. Kuna namna ambavyo tunaweza kuchunguza kiasi cha pigano yanayoendelea kwenye mwili, ambayo ni kiashiria kwamba kuna kitu kinaendelea kwenye mwili wako. Ndio. Na tunaangalia vitu vyote ambavyo ni acute na vitu ambavyo ni chronic. Kwa hiyo tukishagundua kwamba kuna kitu hiki ambacho kinafanya mwili wako uwe katika hali hiyo, basi tunakutibu accordingly na tatizo lako ambalo tumegundua. Ndio. Kila mtu ana visababishi vyake ambavyo vinafanya mwili wake uwe katika msongo wa sumu. Kwa hiyo matibabu yanaweza katofautiana mtu na mtu, lakini cha kwanza huwa tunafanya uchunguzi. Cha pili ambacho tunafanya huwa tunamzuia baadhi ya vyakula ambavyo vinachangia mwili kuwa katika msongo wa sumu, hasa kuacha vyakula vya kukaanga na kuacha vyakula vyote ambavyo vimesindikwa kiwandani na kutumia vyakula asili, vyakula ambavyo vitaenda kuzuia mwili usiendelee kurundika sumu. Kitu kingine huwa tunamzuia mtu kubadilisha mtindo wa maisha. Kama anavuta sigara, kujitahidi kuepuka uvutaji wa sigara. Ndio. Kitu kingine huwa tunaangalia mazingira ya kazi yake. Kama ni mtu ambaye anashinda na makemikali mbalimbali, labda anauza madawa ya kwenda kuulia wadudu shambani, tunaangalia nature, anafanya kazi kwenye godown linalohifadhi kemikali hizi ambazo zinamfanya zidiwe metali nzito. Tunaangalia mazingira yake, ni mchimbaji wa dhahabu, kila siku anacheza na mercury. Kwa hiyo huwa tunaangalia vitu gani ambavyo vimemhatarisha yeye kupata shida. Alafu baada ya hapo tunakaa, tunaongea naye namna gani tunaweza tukaepuka yale mazingira ili kuweza kuwezesha zoezi zima lifanyike. Kitu kingine huwa tunawapa baadhi ya virutubisho ambavyo vinaenda kusaidia mwili uwezo wake wa kuondoa sumu urudi. Mfano huwa tunawapa baadhi ya virutubisho, mfano labda tunaweza tukampa zinki, tunaweza tukampa vitamin C, tunaweza tukampa selenium na virutubisho kadha wa kadha, vitamin D, glutathione na nini. Tunaweza tukampa kupitia kunywa, au tunaweza tukampa kupitia mishipa. Inategemea na kiasi gani cha athari aliyopata kuhusu tatizo hilo la mwili kuwa katika msongo wa sumu. Ni hivyo tu. Na shukuru pia wagonjwa wetu wengi wamekuwa wakipata nafuu kubwa sana na kupona kabisa tatizo hili la mwili kuwa katika msongo wa sumu. Tunapokea wagonjwa wengi wenye pumu ya ngozi,
wagonjwa wengi wenye pumu ya kifua, wagonjwa wengi wana matatizo ya joint na mifupa, wagonjwa wengi wenye matatizo ya uchovu wa kudumu usioeleweka, wagonjwa wengi wenye matatizo ya ngozi au allergy sugu ya ngozi, wagonjwa wengi wenye matatizo ya uvimbe kwenye kizazi, fibroids, mvurugiko wa homoni, kutokupata watoto, hisia za tendo la ndoa mwanaume hana. Yote hayo yanasababishwa na mwili kuwa katika msongo wa sumu. Kwa tunapata wagonjwa, tunawatibu, tunashukuru Mungu, maendeleo yanakuwa ni mazuri sana. Hivyo ndio maana tunakuwa na ujasiri wa kwamba tunahitaji kuwaelimisha watu wengine. Waelewe namna gani ambavyo wanaweza kujikinga na namna gani wanaweza kuchukua hatua kutibu tatizo ambalo limekuwa ni changamoto kwake kila siku, aishi kutembea hospitali hii na kwenda hospitali ile. Ndio. Lengo letu ni moja tu, kuhakikisha unapata afya imara. Yes, sisi Nsambo tunasema kinga ni namba 1. Alafu kitu kingine ambacho tunasema, tunahakikisha kama umeathirika, tunafanya restoration. Yaani unarudi kwenye hali yako ya kawaida, alafu tuna regenerate. Yaani tunafanya restoration. Restoration ni kukupiga reverse. Kwa kama sumu nyingi ziko katika damu, tunajitahidi tunazitoa. Alafu baada ya hapo tunaurudisha sasa mwili wako uenende jinsi ambavyo inatakiwa kuenenda. Sawa. Ndio kauli yetu mbio. Asante sana Dr. Boaz kwa kuwa pamoja nasi tangu tulivyoanza mpaka sasa hivi. Bila shaka wafuatiliaji wetu ambao wametufuatilia na ambao wanaendelea kutufuatilia watakuwa wamejifunza mengi zaidi kuhusiana. Kama labda kutakuwa na kitu sijakizungumza, nitafurahi sana. Endapo wewe unayenisikiliza ukiacha maoni yako hapo chini. Weka maoni yako kama umejifunza kitu. Kama pia unaumwa chochote, andika hapo chini. Niandikie chochote, wasaidizi wangu watasoma, watanifikishia, na mimi pia ninapopata muda nitasoma comment zako, nitaweka katika akili yangu next session niweze kukuelimisha zaidi. Lakini pia huwa tunaweka video zetu kila siku. Bonyeza alama ya kengele, sio hivyo? Na subscribe. Bonyeze subscribe alafu na alama ya kengele. Unaweza kwa kila siku unapitwa na masomo mazuri kama haya, kwa sababu haujajua ukurasa wetu hasa uko wapi. Ndio, sawa kabisa. Basi nakushukuru sana Dr. Boaz. Asante sana. Na karibu tena. Asante Bila shaka kesho tutakuwa pamoja katika kuzungumzia mcharuko wa kinga ya mwili. Mcharuko wa kinga ya mwili ambayo itakuwa ni topic ya au mwendelezo wa sumu nyingi kwenye mwili. Huu ni mwendelezo. Haya, paka kieleweke. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Jina langu ni Loveness Almasi, nilikuwa na Dr. Boaz. Usiache kusubscribe, usiache kubonyeza alama ya kengele, na usiache kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram Nsambo Healthcare na Sayansi ya Mapishi, na kule YouTube Dr. Boaz Mkumbo MD. Usikose kipindi kijacho.